Kufuatia taarifa ambazo zilitolewa jana na wakili Boniface Anyisire Mwabukusi kupitia ukurasa wake wa Facebook, akieleza kwamba alipata taarifa za wanahabari kutoka Uganda na Kenya ambao ilionyesha kama wameachiliwa huru lakini pia kurejeshwa katika nchi zao. Leo ametoa ufafanuzi tena katika ukurasa huu wa Facebook, anayeeleza umma kwa kusema: ufafanuzi. Kukamatwa kwa wanahabari Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa za awali zilizoeleza kuwa Bwana Boniface Mwangi, mwanahabari na mtetezi wa haki za binadamu kutoka Kenya, na Bi Agatha Atuhaire, mwanahabari na wakili kutoka Uganda, walikuwa wamekwisha rudishwa makwao, deportation. Baada ya kufuatilia kwa karibu, tumebaini kuwa taarifa hizo hazikuwa sahihi. Watu hawa wawili hawajarejeshwa makwao kama ilivyodaiwa awali. Kwa sasa wapo mikononi mwa idara ya uhamiaji na ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na si tena chini ya ulinzi wa jeshi la polisi. Tunazihimiza mamlaka husika za uhamiaji kuhakikisha kuwa hatua zote zinazochukuliwa zinafuata kikamilifu katiba, sheria za nchi na misingi ya haki ya asili. Ni muhimu kwamba taratibu za kisheria zifuatwe ipasavyo kwa mujibu wa sheria za ndani na wajibu wa kimataifa wa nchi yetu. Timu yetu ya kisheria ipo eneo la tukio ikiendelea kufuatilia kwa ukaribu na kuchunguza njia mwafaka za kisheria ili kuhakikisha haki inapatikana kwa wakati. Tunaomba radhi kwa usumbufu wote uliojitokeza kutokana na taarifa ya awali. Wakili B.A.K. Mwabukusi, Rais Chama cha Wanasheria Tanganyika, Tanganyika Law Society. Amemaliza hivyo wakili Boniface Mwabukusi, huku ikichagizwa na maoni mbalimbali, akianza Ibrahim Gordon Mwenibula akisema: Chifu, hongera kwa hilo. Nauliza, vipi kuhusu Mdude Nyagari? Ndo tunamsahau milele au ulipotishwa nawe ukatishika? Edward Wilson anasema: ninatoa maoni haya kuunga mkono kauli iliyotolewa na wakili B.A.K. Mwabukusi, Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, kuhusu tukio la kukamatwa kwa wanahabari Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atuhaire wa Uganda, ambao kwa sasa wapo mikononi mwa idara ya uhamiaji ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huku akiendelea akisema: moja, kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kifungu cha 13 cha 6A kwa katiba kinatoa haki ya mtu kusikilizwa kabla kuchukuliwa hatua yoyote ya kisheria inayoweza kuathiri haki au maslahi yake. Aidha, kifungu cha 13 cha kifungu kidogo cha kwanza kinahakikisha usawa mbele ya sheria na kulindwa dhidi ya hatua za kibaguzi ama zisizo za msingi wa kisheria. Hivyo, mamlaka za uhamiaji zinapaswa kufuata utaratibu unaostahili kwa kisheria wa sheria kabla kuwachukulia hatua yoyote ya kitawala raia hawa wa kigeni. Pili, heshima kwa mikataba ya kimataifa. Tanzania ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa na imeridhia mikataba mbalimbali ya kimataifa ikiwemo International Covenant on Civil and Political Rights, ambayo kupitia kifungu cha 9 na cha 13 inatoa haki kwa mtu yeyote kutozuiliwa kiolela na kuwa na haki ya kupinga kuondoshwa nchini mbele ya mahakama ama mamlaka ya kisheria. Tatu, sheria ya uhamiaji sura ya 54 Immigration Act, hata pale ambapo mtu anashukiwa kukiuka masharti ya uhamiaji, sheria hii inahitaji hatua stahiki za kisheria zichukuliwe kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Kifungu cha 22 cha sheria hii kinaweka masharti kuhusu namna kushughulikia wahamiaji waliokiuka sheria na haki ya kupewa nafasi ya kusikilizwa. Namba 4, anasema uhuru wa habari
na kujieleza kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kifungu cha 18 na Mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu. Tanzania ina wajibu wa kulinda uhuru wa vyombo vya habari, haki ya kujieleza na kupata taarifa. Kuwakandamiza wanahabari walioko nchini kihalali kwa shughuli za kihabari ni kuvunja misingi ya utawala bora na haki za binadamu. Kwa kuzingatia hayo, naliunga mkono tamko la TLS na kuhimiza mamlaka za uhamiaji kuchukua hatua kwa haki kwa kufuata katiba, sheria husika na wajibu wa kimataifa wa nchi yetu. Haki, utu na heshima ya kila mtu, hata mgeni, lazima iheshimiwe. Anamaliza kwa kusema, serikali yetu inapaswa kuendelea kuwa kielelezo cha kuheshimu sheria na haki za binadamu katika kanda hii ya Afrika. Vyombo vya sheria na utawala vinapopuuza misingi hiyo, huhatarisha taswira ya taifa na kuvunja uaminifu wa jamii ya kimataifa.